Usiku wa kuamkia leo tarehe 26 mwezi wa 12 mwaka 2025, kupitia katika kurasa za mitandao ya kijamii za rais wa Marekani bwana Donald Trump, amechapisha bandiko ambalo linaonyesha kwamba aliruhusu kufanyika mashambulizi makubwa sana katika taifa la Nigeria, ambalo ni taifa miongoni mwa mataifa makubwa katika bara la Afrika, na amesema amelazimika kuruhusu mashambulizi hayo ili kukabiliana na vikundi vya kigaidi vya ICC, Boko Haram pamoja na makundi mengine ambayo yamekuwa yakiua Wakristo katika taifa hilo la Nigeria. Na hii ilikuwa ni moja kati ya kauli ya utamko ambalo limetolewa na bwana Donald Trump, ambapo mapema alionya kwamba angeweza kuingia nchini Nigeria kwa silaha kali iwapo mateso dhidi ya Wakristo yasingekomeshwa. Sasa Marekani imefanya mashambulizi ya angani dhidi ya magaidi wa Islamic State IS, zamani ICC, nchini Nigeria siku ya Christmas kuamkia Boxing Day, ambapo Donald Trump alitangaza akiwatuhumu wanamgambo hao kwa kuua kikatili Wakristo katika taifa hilo la Nigeria. Katika taarifa ambayo ameitoa kwenye mtandao wa Truth Social, Trump amesema kwamba shambulizi hilo la kusababisha vifo lililenga mabaki ya magaidi wa ICC kaskazini magharibi mwa Nigeria, ambao wamekuwa wakilenga na kuua kikatili hasa Wakristo wasio na hatia kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa kwa miaka mingi na hata karne nyingi zaidi. Aliandika, niliwaonya magaidi hawa hapo awali kwamba kama wasingeacha kuwaua Wakristo wangelipia gharama kubwa. Chini ya uongozi wangu, nchi yetu haitaruhusu ugaidi mkali wa Kiislamu kustawi. Mungu aibariki jeshi letu na heri ya Christmas kwa wote, ikiwemo hao magaidi waliofariki. Alisema, usiku wa leo, kwa maelezo yangu kama amiri jeshi mkuu, Marekani imezindua shambulizi lenye nguvu na la kusababisha vifo dhidi ya mabaki ya magaidi wa ICC kaskazini magharibi mwa Nigeria, ambao wamekuwa wakilenga na kuua kikatili hasa Wakristo wasio na hatia kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa kwa miaka mingi. Mashambulizi hayo yalilenga wanamgambo katika jimbo la Sokoto, yalitekelezwa kwa ushirikiano na mamlaka za Nigeria, kwa mujibu wa kamandi ya Marekani barani Afrika inayofahamika kama US Africa Command. Waziri wa ulinzi Peter Hegseth ameishukuru serikali ya Nigeria kwa msaada, ushirikiano wake, na ameahidi kwamba mashambulizi zaidi yanakuja. Hata hivyo, maafisa wa Marekani hawajataja idadi ya watu ambao wameuawa katika mashambulizi hayo. Hivi karibuni Trump aliongea kwamba Nigeria imekuwa na shinikizo kubwa sana dhidi ya ghasia za kidini zinazojumuisha mauaji na utekaji nyara wa waumini wa Kikristo. Mnamo Novemba alitishia kuingia Nigeria kwa silaha kali iwapo serikali ingeshindwa kusitisha mauaji ya Wakristo. Washington pia iliweka vikwazo vya visa kwa wale wanaodaiwa kuhusika katika ukiukwaji wa uhuru wa dini na kuitangaza Nigeria kuwa nchi ya wasiwasi kwa mateso ya kidini. Nigeria imekumbwa na uasi muda mrefu na wanamgambo wa Kiislamu tangu mwaka 2009, wakati Boko Haram ilipoanzisha kampeni zao na kuanzisha dola ya Kiislamu, ambapo kundi hilo liliapa utii kwa ICC mwaka 2015 kabla ya kugawanyika mwaka uliofuata na kuwa makundi mawili hasimu, Boko Haram na mkoa wa Afrika Magharibi wa Islamic State ISWAP, ambao hulenga zaidi mashambulizi dhidi ya Wakristo na wale wanaochukuliwa kuwa makafiri. Na tangu mwaka 2009 zaidi ya Wakristo 50,000 wameuawa katika ghasia za kidini nchini Nigeria. Sasa hii ni moja kati ya story ambayo nimeona inagonga headline kubwa sana duniani, lakini mimi ninakuwa tofauti kidogo na hiki ambacho kinatajwa kwamba kimefanywa na Marekani, kwamba Marekani wanaisaidia Nigeria kupambana na makundi ya Boko Haram. Hapana, Marekani haisaidii Nigeria, hatumii gharama zake kuisaidia Nigeria kwa sababu anawapenda sana raia wa Nigeria.
Huo ni uongo, ni uongo, ni uongo mtakatifu ambao wameamua kuufanya ili kuhadaa, ili kuuzubaisha ulimwengu waonekane ni kama watu wa maana sana katika bara la Afrika. Lakini nyuma ya pazia ya hiki ambacho kimefanywa na Marekani ni Make America Great Again, MAGA. Yani hii ndiyo siri ya Marekani kutumia mabomu yake, kutumia ndege zake, kutumia jeshi lake, kutumia nguvu yake, kutumia intelijensia yake kufanya mashambulizi katika taifa hilo la Nigeria kwa kisingizio cha kwamba anapambana na Boko Haram, sio anapambana na IS. Kwa nini nasema hivyo? Iko hivi. Mnafahamu kufuatia kuondolewa kwa lazima kwa kambi za ndege zisizokuwa na rubani, kwa maana drone za Marekani nchini Niger, Marekani sasa hivi wanajaribu kutumia mbinu mpya au mkakati mpya wa kiusalama Afrika Magharibi, na Marekani wanasema wanalenga sasa hivi kuimarisha ushirikiano wao na mataifa ya kule Afrika ya Magharibi yaliyopo pwani, na hususan Benin. Haya ndiyo mataifa ambayo sasa hivi yapo kwenye spotlight ya Marekani. Nadhani nimewahi kuambia kuhusiana na story moja ambayo nafikiri nimewahi kuwaelezea hapa, namna ambavyo Marekani wanaitafuta ile West Africa. Yani wanaitafuta West Africa vibaya mno. Na kwa nini nasema wanaitafuta vibaya sana? Wanaitafuta kwa sababu ukitazamia Afrika ya Magharibi ambayo imekuwa kitovu cha muda mrefu sana cha unyonyaji wa nchi za Magharibi, hasa Marekani, ukitazama taifa kama Ufaransa ambao walikuwa wanaishi hapo miaka yote, yani utajiri wao wameupata hapo. Kwa hiyo sasa hivi kitu ambacho kinatengenezwa na Marekani ni kwamba wanaangalia ni kwa namna gani watafanikiwa kuingia kwa njia ya kujifanya ni walinda amani, ili waendelee kunyonya zile rasilimali zilizopo katika ukanda wa Afrika Magharibi kwa kisingizio cha kwamba wanakwenda kuwa walinda amani. Yani kisingizio ambacho wamekitengeneza kule Kongo ndio kisingizio ambacho wanakitengeneza sasa hivi West Africa. Kwa nini nasema hivi? Ukitazama yale mataifa matatu ambayo yameamua kujitenga na ile ECOWAS, hapa tunahitaja Niger, Mali pamoja na Burkina Faso. Burkina Faso inapakana na Nigeria, sawa? Niger inapakana na Nigeria na Nigeria. Na ukitazama, nilikwambia kuna taifa linaitwa Benin ambapo Marekani pale sasa hivi amefanya uwekezaji mkubwa sana. Benin inatakiwa kuwa ndio kitovu cha kuchungulia mataifa yaliyopo katika ukanda wa Afrika ya Magharibi. Zamani ilikuwa ni Niger, na wakati mwingine ilikuja kuwa Mali, kwa sababu Mali ukitazama inapakana na Algeria, inapakana na Mauritania, inapakana na Senegal kwa kiasi fulani, inapakana na Burkina Faso, inapakana na Niger, inapakana na Nigeria. Sasa baada ya yale mataifa yaliyopo katika ukanda wa Sahel kujiondoa katika mikono ya wa Magharibi, katika mikono ya ukoloni wa Mfaransa pamoja na Marekani, tafsiri yake ni kwamba Marekani pamoja na Mfaransa aliingia hasara kubwa kupita maelezo. Kwa nini nasema aliingia hasara? Aliingia hasara kwa sababu maeneo hayo ndiyo waliokuwa wanapata fedha zao. Yani maeneo ya Afrika ya Magharibi ndipo walipokuwa wanapata kujenga mataifa yao. Kwa hiyo Marekani sasa hivi wanalenga kuzichukua rasilimali muhimu za Afrika Magharibi kama lithium, kama cobalt, kama mafuta, kama madini yanayotumika katika kutengeneza simu na vitu vingine, kama gesi, kwa ajili ya kuimarisha ushirikiano wa kiusalama dhidi ya ugaidi na uhamiaji haramu. Kwa hiyo wanalenga kuanzisha ushirikiano mpya wa kibiashara ili kukabiliana na China pamoja na Urusi. Kwa hiyo unapoiona Marekani inakwenda kupambana Afrika ya Magharibi, kule wanakwenda kupambana na Mchina pamoja na Mrusi, kwa sababu
Ukiangalia mapinduzi ya Niger, mapinduzi ya Mali, mapinduzi ya Burkina Faso, na juzi hapo yametaka kutokea mapinduzi ya Benin, kwa sababu baadhi ya viongozi ambao hawakubaliani na mipango ya Marekani kuitumia Benin kwa ajili ya kuwa kama rada kwenye hizo nchi za Niger, Mali pamoja na Burkina Faso walitaka kufanya mapinduzi ili mataifa hayo na ili taifa hilo la Benin na lenyewe liweze kutawaliwa kijeshi. Na hakuna, yani ukiona eneo linatawaliwa kijeshi, Marekani huwa haingii. Maeneo yale yote yapo yapo accompanied na Mrusi. Sasa ambacho kilifanyika ni nini? Mwezi wa 7 mwaka 2025, rais wa Marekani Bwana Donald Trump aliwaalika viongozi wa mataifa 5 kutoka bara la Afrika. Aliwaalika katika ikulu ya Marekani. Aliwaalika viongozi wa Gabon, alialika viongozi wa Guinea Bissau, alialika Liberia, Mauritania pamoja na Senegal. Na hawa waliitwa kwa sababu moja maalum. Alisema hivi Donald Trump kwamba anakwenda kutengeneza mahusiano ya kiuchumi kati ya Marekani na mataifa ya Kiafrika ambayo kwa utapeli wa Marekani walisema yatakuwa na faida kwa pande zote mbili, kwa maana ya Marekani pamoja na Afrika. Lakini jambo ambalo watu wanatakiwa muelewe ni kwamba falsafa ya Marekani sasa hivi ni America First, Make America Great Again. Yani hiyo ndio falsafa ya Marekani sasa hivi. Kwa hiyo Marekani pinpoint ya migogoro sasa hivi ameamua kuileta katika ukanda wa Afrika, na hasa ukanda wa Afrika ya Magharibi. Kwa nini? Ameamua kuchukua ukanda wa Afrika Magharibi kwa sababu amegundua kwamba ukanda huo una rasilimali nyingi sana. Yani kila taifa lina rasilimali. Ni tofauti na let's say labda East Africa. East Africa inawezekana mataifa haya nayo yana rasilimali, lakini unaweza kukuta labda Kenya wana rasilimali kidogo sana, Rwanda hawana rasilimali, Uganda wanaweza kawa na rasilimali, Tanzania ndio inaweza kawa na rasilimali, umenielewa? Lakini ukitazama mataifa haya ambayo nimekuambia yalienda, kwa mfano ukitaja taifa kama Liberia, unahitaja taifa kama Senegal, Gabon. Ukitazama Gabon, rasilimali walizokuwa nazo, wana utajiri wa mafuta, wana manganese, wana uranium, wana madini ya chuma, wana dhahabu, lakini pia wana rare earth kwa maana ya madini ya dimu. Ukitazama Guinea Bissau, ina phosphate, ina mafuta, ina gesi, ina dhahabu. Ukitazama Liberia, ina akiba ya manganese, dhahabu pamoja na almasi. Ukitazama Mauritania, ina chuma, dhahabu, shaba, mafuta, gesi asilia, madini ya dimu. Ukitazama hiyo Senegal, ina dhahabu, ina phosphate, ina chuma, ina madini ya dimu pamoja na visima vya mafuta na gesi. Sio kama mnanielewa. Kwa hiyo Marekani kwenye Make America Great Again au America First amegundua kwamba anawezaje akaingia kwenye hizo nchi za Afrika Magharibi ambako tayari wameshatimuliwa. Atatumia mbinu gani sasa hivi kuingia? Ndio ameamua sasa kutumia mataifa kama Nigeria. Nigeria inatumika kwa ajili ya kumuingiza Marekani ili aende kucolonize hayo maeneo ambayo nimekutajia. That's why Marekani aliamua kuita hao viongozi wa hayo mataifa 5. Na viongozi wa mataifa 5, moja jambo ambalo alienda kaongea nao ilikuwa ni kwamba kamwe hawatakiwi kufikiria kujiunga na muungano wa Sahel ambao unaundwa na yale mataifa 3 sasa hivi, Niger, Mali pamoja na hiyo Burkina Faso, kwa sababu aligundua kama wakienda wakajiunga na mataifa hayo, tafsiri yake yeye ni kwamba zile mission zake atafeli. Sasa unajua wakati amewaita hao viongozi aliwaambiaje? Alisema hivi, tumegundua kwamba hizi nchi za Senegal, Guinea Bissau, Benin, Gabon zimekuwa zikitumika kwenye usafirishaji haramu wa madawa ya kulevya kwenda maeneo tofauti kama Mexico, akasema sio anaenda mpaka Venezuela. Kwa hiyo pinpoint ya Marekani sasa hivi ya kivita ni kwamba ameamua kutafuta, yani anakutengenezea ramani ya mgogoro, anakutengenezea ramani ya kikwazo, halafu na wewe unajikuta ni kweli. Yani kwa mfano sasa hivi amewatengenezea sio wa Senegal, sio wa Gabon, sio Benin, yani waonekane wao wanachangia kwa kiasi fulani changamoto za kidunia
kama uwepo wa sijui madawa ya kulevya pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo ili aweze kufanikisha mpango wake, akaamua kuyaita hayo mataifa, awaambie nataka tushirikiane na ninyi, ili mwisho wa siku tukishirikiana tutafanikisha kukabiliana na hayo makundi ya kigaidi. Tukikabiliana na makundi ya kigaidi, mimi ambayo yani makundi ya kigaidi yanasema haya yanapelekea kutokuwa na stability, kutokuwa na utulivu kwenye mataifa yao. Kwa hiyo akasema mimi nitahakikisha ninawasaidia kwenye mataifa yenu huko. Kwanza nitawasaidia kwenye ngazi ya intelijensia, ujasusi, nitawasaidia kwenye ngazi ya jeshi, nitawasaidia kwenye ngazi ya upelelezi, nitawalinda. Na hayo mataifa yote yakakubaliana. Nigeria akakubali kwa sababu Nigeria alisema wamechoshwa sana na hivi vikundi vya kigaidi, sio Boko Haram, ambao vimekuwa vikiteka raia, vinaua pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo unaweza kuona akili ya Marekani alianza kuitengeneza mapema sana. Kwanza akawaita yale mataifa matano, ambayo mataifa haya yote matano ukiyatazama yanapakana yote na Nigeria. Haya, tumtazame mtu kama Benin. Sawa, anapakana na Nigeria. Ukimtazama mtu kama Senegal, Mauritania, ukimtazama mtu kama Senegal, yeye anapakana na Gambia, lakini yupo pia na Guinea. Mauritania yeye anapakana na Mali. Sio kama mnanielewa. Kwa hiyo aliamua kuyachukua mataifa hayo kimkakati ili afanikiwe kuyazunguka yale mataifa ambayo yapo katika ule umoja wa Sahel. Yaani kwenye kila taifa alikuwa anachukua, mfano kama hapa labda unasema labda unataka kuichunguza Babati. Sasa unapiga mahesabu. Hivi ili nifanikiwe kuichunguza Babati Manyara natakiwa nifanyeje? Unaenda Arusha. Unatengeneza marafiki zako Arusha. Unapiga mahesabu, hapa nataka kuichunguza Iringa. Ili nichunguze Iringa ninafanyaje? Unaenda Songea au unaenda Njombe, unaweka kambi yako pale. Unapiga mahesabu, hapa unataka kuichunguza Kigoma. Ili uichunguze Kigoma unafanyaje? Unaenda kuweka kambi yako Tabora. Si kama mnanielewa. Kwa tafsiri yake ni kwamba unakuwa umefanikiwa kuyazunguka yale mataifa yote ambayo ni maadui, ambao wamejitenga kupitia mataifa mengine. Ndio maana tuliwahi kuzungumza tukasema adui wa Mwafrika sio mtu mzungu. Adui wa Mwafrika ni Mwafrika mwenyewe. As long as Marekani sasa hivi amefanikisha hiyo mission yake ya kufanya mashambulizi kwenye makundi ya IS, hapo tayari ameshatuma ujumbe kwa wale mataifa matano ambayo alikutana nayo. Hapo tayari anatuma ujumbe kwa Niger, anatuma ujumbe kwa Mali, anatuma ujumbe kwa Burkina Faso, kwamba sisi tunaweza tukafanya lolote lile na tunaweza tukawatumia hao watu wenu kutoka Afrika. Mliona kipindi kile Bola Tinubu, rais wa Nigeria, ambako ndo Marekani anapitia huko, alisema tunaweka vikwazo kwa mataifa ambayo yameunda ule ukanda wa Sahel. Yes. Na walisema wanaweka vile kwa sababu wanatekeleza maslahi ya Marekani. Na juzi hapo Marekani, ili mjue kwamba huwa Marekani huwa anatumia akili nyingi zaidi. Yaani Marekani yeye hana shida kwenye watu kufa. Yaani sio shida zake kabisa. Juzi hapo amekuja na akasema jamani tunapunguza sijui misaada ya kiafya katika mataifa mbalimbali, ikiwemo mataifa ya Kiafrika. Lengo mnajua lilikuwa ni nini? Lengo haikuwa Marekani kupunguza hiyo misaada kwa sababu eti wameishiwa fedha za kufadhili sijui USAID, hapana. Lengo ilikuwa ni Marekani kutengeneza ushawishi wa lazima kwa haya mataifa yaliyopo Afrika ili yamruhusu aweze kuingia. Kwa sababu kama akizuia labda fedha ambazo mlikuwa mnapata za watu wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi, zile ARVs ambazo zilikuwa watu walikuwa wanapewa bure. Sasa ikifikia wakati anasema bwana kupitia USAID tumeondoa hicho kipengele hicho, basi ninyi kama taifa maana yake mtalazimika kwanza kutafuta vyanzo vingine vya fedha ili muingize kwenye hizo ARV. Na hivyo vyanzo vingine vya pesa mnajikuta hamwezi mkasurvive. Kwa hiyo kupitia huo mgogoro, kupitia hiyo changamoto, yani anaitumia changamoto ya kuua watu kwa kukosa hizo dawa, halafu anakuja anawaambia nataka tuingie agreement mimi pamoja na ninyi, nataka nije nifanye kitu fulani kwenye taifa lenu. Kwa hiyo huyo ndio Marekani. Kuna hiki ambacho kinatokea sasa hivi pale Nigeria. Ladies and gentlemen, sio kwamba Marekani anampenda Mwafrika, sio kwamba Marekani anampenda Mnigeria, hapana. Aliamua kuyatumia mataifa dhaifu ambayo ni mataifa ambayo yana uchumi mdogo. Watu mtajiuliza, kama Marekani labda alikuwa anasema nataka sio kuanzisha urafiki sio kiuchumi wa kibiashara, kwa nini asingeenda Afrika Kusini ambako kuna uchumi mkubwa? Kwa nini asingeenda Algeria ambako kuna uchumi mkubwa?
Sijui kama mnaanza kuget my point. Kwa hiyo Marekani pain point yake ya vita sasa hivi ameamua kuibadilisha, ameamua kutafuta rasilimali ambazo zitamfanya aendelee kudominate uchumi wa dunia, aendelee kutawala maeneo ambayo yalikuwa yanataka kutawaliwa na Mrusi, na mwisho wa siku avuruge kabisa hiyo tawala ya Mrusi. Good news ni kwamba nimeenjoy sana kuona nchi za ukanda wa Sahel ambacho zimekifanya. Nchi za ukanda wa Sahel zilishashtukia mapema sana huu mchezo wa Marekani, na ziligundua kwamba watu ambao watakuja kutengeneza migogoro ni wale ambao wanatoka Afrika yenyewe, na ndio maana wakaamua kutengeneza ule muungano wao wa kijeshi. Yani wameamua kutengeneza NATO yao ya Afrika, zile nchi za Sahel, na sasa hivi wameanza kukaribisha mataifa mengine. Hiyo ni hatua, japokuwa najua watapitia changamoto, lakini ni hatua muhimu sana katika kukabiliana na hao wa Marekani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.